Benjamin Netanyahu, Prime Minister of the State of Israel. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, na moja ya taarifa ambayo tumefikia vipunde ni kwamba kuna tukio kubwa na la kusikitisha limetokea kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wakiadhimisha miaka 80 tangu kuanzishwa kwake huko New York nchini Marekani, ambapo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akijiandaa kuhutubia katika mkutano huo mkubwa siku hii ya leo. Wajumbe waliweza kuondoka kikaoni kwenye ukumbi huo wa Umoja wa Mataifa wakati waziri huyo akijiandaa kuhutubia. Ni tukio ambalo ni la kusikitisha na la kuhuzunisha kweli. Taarifa inasema kwamba katika kile kinachoonekana kama hatua ya kihistoria na yenye ujumbe mzito wa kisiasa, wajumbe wa mataifa mbalimbali duniani wameonyesha mshikamano na wananchi wa Palestina kwa kuondoka ukumbini wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akijiandaa kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA jijini New York. Tukio hilo liliibua hisia kubwa ndani na nje ya ukumbi wa mkutano huo, ambapo kamera za kimataifa zilionyesha safu kadhaa za viti vikibaki vitupu, hali iliyodaiwa kuwa ishara ya wazi ya kupinga sera za Israel zinazohusiana na mgogoro wa Gaza na ukaliaji wa maeneo ya Palestina. Kitendo cha wajumbe kuondoka si cha kawaida katika historia ya mikutano ya UNGA. Kwa kawaida, hata katika mazingira ya migongano ya kisiasa, wajumbe hubaki ukumbini kwa heshima ya kidiplomasia. Hata hivyo, hatua ya sasa imechukuliwa kama onyo kali kwa Netanyahu na serikali yake kwamba jumuiya ya kimataifa haitaendelea kunyamazia uharibifu wa kibinadamu unaoendelea katika ukanda wa Gaza. Wajumbe waliotoka nje wametoa ujumbe wa kimya lakini wenye nguvu, wakionyesha kuwa Israel inazidi kupoteza uhalali wa kisiasa na kimaadili mbele ya mataifa mengi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kidiplomasia, kitendo hiki kinaweza kuongeza shinikizo la kisiasa na kiuchumi dhidi ya Tel Aviv, huku wito wa kusimamisha vita vya kurejesha heshima ya haki za binadamu ukiongezeka. Kwa miezi kadhaa sasa, Gaza imekuwa kitovu cha mgogoro mkubwa ambao zaidi ya maelfu ya raia wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya kijeshi ya Israel. Ripoti za mashirika ya kibinadamu zinaeleza kuwa hospitali, shule na makazi yamekuwa yakilengwa, hali inayozua maswali makubwa kuhusu uhalali wa kijeshi na uwajibikaji wa kimataifa. Hali hiyo imeifanya ujumbe wa kimataifa kugawanyika wazi, upande mmoja ukiwa ni mataifa yanayoiunga mkono Israel bila masharti, huku upande mwingine ukiwa ni kundi kubwa la nchi zinazotaka uwajibikaji na kusimamishwa mara moja kwa operesheni za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Tukio hili pia limeibua maswali mapya kuhusu nafasi ya Umoja wa Mataifa katika kushughulikia migogoro mikubwa ya kimataifa. Huku wajumbe wakiondoka kama ishara ya upinzani, wachambuzi wanasema ni onyo kwamba imani ya mataifa madogo na yenye kusimamia maadili ya haki inaweza kuyumba ikiwa umoja huo utaendelea kushindwa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya uvunjaji wa sheria za kimataifa. Aidha, tukio hili limewaweka viongozi wakuu wa dunia katika nafasi ngumu. Wengine wanasema sasa ni wakati wa kuchukua hatua kali zaidi kama vile vikwazo vya kijeshi na kiuchumi dhidi ya Israel, huku wengine wakiona umuhimu wa kufufua haraka majadiliano ya amani baina ya Israel na Palestina. Lakini vile wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wanasema hatua ya wajumbe kutoka nje ni mwanzo wa kile kinachoelezwa kuwa msukumo mpya wa kimataifa wa kupinga sera za Israel, na vile wanatabiri kwamba kadri mauaji Gaza yanavyoendelea, wimbi la mshikamano na Wapalestina litazidi kuongezeka na Israel itajikuta ikizidi kusongwa kisiasa na kidiplomasia. Kwa sasa, macho yote yameelekezwa kwa jumuiya ya kimataifa kuona ikiwa msimamo huu wa kijasiri kutoka kwa wajumbe utafuatiwa na hatua za vitendo, ikiwemo kura kwenye baraza kuu au baraza la usalama. Mtazamaji wa Zone Media, leo hii waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na bonge moja la surprise kwenye mkutano mkuu wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, wakiadhimisha miaka 80 tangu kuanzishwa kwa mkutano huo.
kulikuwa kuna mwendelezo leo hii nikiwa ni siku ya 4 ya mkutano huo mkubwa kabisa, ambapo ilikuwa ni zamu ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuweza kuzungumza. Sasa baada ya kuweza kutambulishwa pale moja kwa moja na waongozaji wa mkutano, zikaibuka shangwe nyingi ambazo nazisikia hapo mtazamaji, ambapo wajumbe walikuwa wakimzomea Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, huku pia miruzi ikisikika katika mkutano huo mkubwa kabisa. Lakini vile vile wakaonekana wajumbe mbalimbali kutoka kwenye wawakilishi wa mataifa mbalimbali wakinyanyuka na kuondoka nje, huku kiongozi ambaye alikuwa akiongoza mkutano huo akitoa amri kwamba wanatakiwa wajumbe wote waweze kutulia na kutoka nje na kutulia chini ili kikao kiweze kuendelea. Lakini licha ya amri hiyo ambayo imeweza kutoka, bado ikaonekana ishara kwamba wapo wajumbe ambao walikwenda nje moja kwa moja, hawakutaka kuweza kumsikia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akihutubia katika mkutano huo. Lakini wapo ambao pia walirudi kufuatia amri kali ambayo iliweza kutolewa, lakini vile vile wapo ambao hawakuweza kunyanyuka kabisa. Lakini kwenye video ambayo inaonekana hapa, wajumbe ambao walinyanyuka ni wale ambao walikuwa wamekaa upande wa kulia na mwisho katika ukumbi huo mkubwa kabisa ambao una hosti mkutano mkubwa wa Umoja wa Mataifa. Hali hii itakuwa ni ujumbe wa kisiasa mkubwa kwenda katika taifa la Israel dhidi ya yote ambayo yanaendelea katika ukanda wa Gaza, huku Netanyahu akishuhudia wazi ni kwa jinsi gani dunia inachukizwa na kile ambacho kinafanyika katika ukanda wa Gaza. Lakini Netanyahu alibakia kuwa imara kwa sababu alitazama kile ambacho kinaendelea pale. Lakini mwisho wa siku, baada ya hali kuweza kutulia, Netanyahu akaanza kuhutubia taifa moja kwa moja, kutoa ramani ambayo ilikuwa inaonyesha ni kwa jinsi gani taifa la Iran linavyosambaza silaha katika mataifa kadha wa kadha, na kipindi hicho ambacho walikuwa wanasambaza silaha kupitia Syria kwenda Lebanon kwenye kundi la Hezbollah. Hali ya kisiasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati inazidi kuwa ya mvutano mkubwa, hususani kufuatia tukio hili ambalo limefanyika wazi katika mkutano mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Lakini tetesi zinaeleza kwamba wajumbe ambao waliweza kunyanyuka na kuweza kuondoka ni wale wanaotoka mataifa ambayo wanaunga mkono taifa la Palestina. Mfano, kwa muktadha wa kawaida kabisa, wajumbe wa Kipalestina watakuwa ni miongoni mwa watu ambao waliweza kunyanyuka, lakini vile vile ujumbe wa Irani na mataifa yote yale ya Kiarabu ambayo yako bega kwa bega kwa ajili ya kukataa ukatili wa Israel ambao unafanyika katika ukanda wa Gaza. Bado taarifa rasmi kutoka katika ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu hazijaweza kutoka, lakini vile vile hata viongozi wa Israel kupitia waziri wa ulinzi wa Israel Katz, ambaye amekuwa bega kwa bega na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwenye utendaji serikalini nchini Israel, bado hajaweza kutwiti chochote kwenye mtandao wake wa X, huku matamanio ya watu wengi ni kusikia kauli kutoka nchini Israel ikieleza dhidi ya hali ambayo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameweza kuishuhudia kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, wakiadhimisha miaka 80 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1945. Kuna mengi mtazamaji utakwenda kuyajua kupitia Zone Media dhidi ya yote ambayo yanajiri katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani. Muda wote tutakuletea taarifa hapa, lakini usiache kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Mimi naitwa Victor Moshi.